Mimi naitwa Happiness Madege, ni mkuu wa kitengo cha uelimishaji umma kutoka ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Tabora. Leo mada yetu tutakayozungumzia itahusu wajibu na ulinzi wa mwananchi katika mapambano dhidi ya rushwa. Na katika kuiangalia mada yetu, tuanze na wajibu wa mwananchi katika mapambano dhidi ya rushwa. Wajibu wa kwanza alionao mwananchi katika mapambano dhidi ya rushwa ni kutii sheria za nchi. Mara nyingi mtu huwa anaingia katika tamaa au katika kosa la kutoa na kupokea rushwa pale ambapo amekwepa mkono wa sheria. Ametenda kosa na anatafuta namna ya kujikwamua na lile kosa alilolitenda. Kwa hiyo sasa hapo ndo anajikuta anatoa au anapokea rushwa. Sasa basi tunamtaka mwananchi wa Tanzania na kumuomba awe mtii wa sheria. Sheria ambazo tunazozungumzia, kwanza katiba ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sheria nyingine iwepo mojawapo ni sheria kupambana na rushwa, lakini na kanuni na taratibu za nchi kuzitii. Mwananchi ajue kabisa ya kwamba kutokujua sheria na ukatenda kosa haikupi excuse au haitoi msamaha wewe kutokuchukuliwa sheria. Lakini wajibu wa pili alionao mwananchi ni kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Au tuanze kabisa kwanza kukataa na kupokea rushwa. Yaani mwananchi anawajibika kukataa anapoambiwa atoe rushwa au akatae kuipokea. Yaani vyote viwili, kuomba na kupokea, vyote avikatae. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kabisa kwamba rushwa ni dhambi, lakini pia rushwa ni kosa la maadili, lakini pia rushwa ni kosa la kijinai. Kwa hiyo mwananchi hatakiwi kupokea rushwa. Badala yake yeye ajue kabisa kwamba anapofanya hivyo anamnyima mtu mwingine haki. Lakini wajibu mwingine alionao mwananchi ni kukemea rushwa. Wote tunajua kabisa kwamba rushwa inapotendeka katika jamii, kuna mtu anakosa haki yake ya msingi. Na anapokosa haki yake ya msingi, anamnyima mtu mwingine haki. Mfano makosa yale ya rushwa, hongo, ubadhirifu, matumizi mabaya ya mamlaka, yote haya yanasababisha kusababishia serikali hasara. Na anaposababishia serikali hasara, automatically tunahujumu uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo mwananchi anatakiwa akemee vitendo hivi vya rushwa. Yaani yeye awe wa kwanza kuvikataa, na yule pia ambaye anashawishika kwa namna moja ama nyingine, au kama ni mtoa huduma ameenda hospitalini, ameenda sehemu yoyote pale, yule naye mwananchi akiwa wa kwanza kukataa, ina maana hata yule mwingine naye hatapata njia ya kuendelea kumshawishi mwananchi kupokea au kutoa rushwa. Lakini wajibu mwingine alionao mwananchi ni kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Mwananchi anatakiwa kutoa taarifa wakati kosa la rushwa linatendeka au kabla linatendeka, wakati linatendeka, lilipotendeka, au anaona kama kuna dalili za kutendeka. Kwa hiyo kabla, wakati na hata akiwa anaona kuna dalili kwamba haya mazingira hapa ninavyoyaona litapelekea vitendo vya rushwa. Mfano kama katika ujenzi, miradi ya ujenzi, ameona kabisa kwamba hata fundi aliyepatikana katika ukandarasi utakaofanyika au katika ujenzi utakaofanyika haujazingatia taratibu. Kwa hiyo hapo tayari kama taratibu za kumpata fundi hazijazingatiwa, tunaona tayari kuna mazingira itakayopelekea vitendo vya rushwa. Ni kwa nini haujazingatia? Kwa hiyo mwananchi anawajibika kutoa taarifa. Na taarifa anazotakiwa kuzitoa mwananchi, cha kwanza kabisa atoe katika mamlaka husika. Kama ni TAKUKURU au mamlaka yoyote ilipo karibu yake inayohusika na vitendo vya rushwa, automatically itakuwa ni TAKUKURU. Kama yupo kwenye mfano kama yuko makao makuu Dodoma, anaweza kaenda ofisi ya TAKUKURU makao makuu, au katika mikoa yetu tofauti au ofisi za wilaya au vituo maalum. Mfano kuna Holili, Makambako, kuna hivi vituo maalum. Lakini pia anaweza kaandika barua kwa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Lakini pia hata katika ofisi zetu za mikoa anaweza kaandika barua au kufika yeye mwenyewe katika ofisi zetu kuja kutoa taarifa. Lakini pia tunapokuwa tuna mikutano ya hadhara au semina sehemu tofauti, mwananchi pia anaweza akaja akatoa taarifa.
Lakini wajibu mwingine alionao mwananchi ni kutoa ushirikiano wakati wa uchunguzi. TAKUKURU inapofanya uchunguzi mbalimbali, mwananchi akatakiwa kuja kutoa taarifa au kutoa ushirikiano, basi anatakiwa kutii ule wito. Na kisipofanya hivyo, anaweza pia akachukuliwa hatua. Mfano kama inaaminika kabisa kwamba ni wewe mtangazaji, unajua jambo fulani na wewe ndio mtu pekee wa kutusaidia. Kwa hiyo ukishikataa kuja utakuwa umeenda kinyume na sheria. Kwa hiyo unawajibika kuja kutii wito na kutoa kama ni nyaraka ambazo zinahusika na uchunguzi husika, au kutoa maelezo ambayo wewe unaaminika unayafahamu, na maelezo hayo yanatakiwa yawe ya ukweli, yasiwe ya uongo. Sasa basi, baada ya kueleza haya, natamani tuje sasa tuzungumzie ulinzi. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nimekisahau. Wakati tunapokuwa tunafanya uchunguzi, mwananchi anatakiwa kutoa ushirikiano kwa TAKUKURU wakati wa uchunguzi, na hata baada ya uchunguzi kukamilika, mwananchi anatakiwa kutoa ushirikiano, akatoa ushahidi mahakamani. Hapa kuna vitu viwili. Sisi wakati tunafanya uchunguzi, hatuna haja ya kumtaja jina la yule mwananchi aliyetoa taarifa. Hata mahakamani tunapofika, tunaficha uhalisia wake kwamba taarifa hii tumeipata kutoka kwa Neema, hatuwezi kusema, badala yake tu tunasema msiri. Kwa hiyo mara nyingine pia hata yule mwananchi anapokuja mahakamani, mfano akiridhia yeye mwenyewe kuja kutoa ushahidi mahakamani, anaweza kuja. Mfano hajaridhia, yeye anaweza asifike mahakamani, sisi tukatafuta namna nyingine za kupata ushahidi. Kwa hiyo tunaficha ule uhalisia kwamba taarifa hii tumeipata kutoka kwa Neema. Iko hivyo. Mfano mtu ambaye anapokea rushwa au anatoa rushwa kwa nia njema kwamba ninatengeneza ushahidi ambao utaweza kutumika mahakamani au kutumiwa na TAKUKURU katika kuthibitisha kosa, yule anakuwa upande wa jamhuri na anakuwa sio mtuhumiwa, anakuwa ni shahidi. Hivyo hata huyu ambaye mfano katika ajira ameenda kuomba kazi sehemu na ameweza kuomba rushwa, yeye anaweza akaitoa. Lakini kabla hajaitoa, awaseni na sisi kwanza tumjue kwamba tunatengeneza ushahidi kwa namna gani. Lengo lake akifanya hivyo aweze kuwa upande wa jamhuri, jamani pale kuna mazingira 1, 2, 3 ya vitendo vya rushwa. Kwa hiyo baada hapo sisi inatusaidia kufanya kazi katika lile eneo na kukemea vile vitendo vya rushwa. Kwa hiyo akifanya hivyo, akipokea au akitoa rushwa kwa lengo la kujenga ushahidi ili uweze kutumiwa na TAKUKURU katika uchunguzi, yeye anakuwa sio mtuhumiwa, badala yake anakuwa upande wa jamhuri. Kwa hiyo tuendelee na upande wa pili wa ulinzi wa mtoa taarifa na shahidi. Hapa tunazungumzia mtoa taarifa na shahidi. Cha kwanza kabisa, ukitoa au kupokea rushwa kwa lengo la kujenga ushahidi, kama nilikuwa nimesema awali, wewe unakuwa ni shahidi na wala sio mtuhumiwa. Lakini ukifanya hivyo, ufanye katika mazingira kwanza kabisa kwa nia njema. Usipokee rushwa ukisema kwamba mimi napokea rushwa kwa ajili yangu binafsi. Uwe kwa nia njema ya kujenga ushahidi utakao saidia TAKUKURU, lakini utoe taarifa hiyo kwa mamlaka inahusika. Usiende kwanza kuisambaza huko mtaani hiyo taarifa husika kwamba mimi nilipokea rushwa sehemu fulani nikiwa na lengo la kujinufaisha mwenyewe. Badala yake uwe na lengo la kuisaidia jamhuri, lakini ufanye hivyo kwa kuzingatia sheria. Sasa basi tuangalie huu ulinzi wa mtoa taarifa na shahidi upo katika mazingira makuu 4. La kwanza, usiri wa taarifa ya rushwa. Lazima kuwa kuna usiri. Kwamba mimi nimetoka huko nilikotoka, nimeenda TAKUKURU kutoa taarifa. Ile taarifa naenda kuitoa ni siri. Na ninapofika pale ofisi ya TAKUKURU, wale maafisa wanaopokea taarifa, kwanza tuna kitengo cha Information Center kupokea zile taarifa. Maafisa walioko pale wote sisi maafisa wa TAKUKURU tumeapishwa. Kwa hiyo uwezo wa kukuta ile taarifa uliyoitoa ukaikuta mtaani. Kwa hiyo sisi tunanyamaza. Na hata katika mchakataji wake wao wanaenda kwa upande kwa usiri. Sasa basi tunamuomba hata yule mwananchi ambaye anakuja TAKUKURU kutoa taarifa, akitoka pale asianze kujigamba mtaani, mimi nimeenda TAKUKURU siku fulani nimetoa taarifa 1, 2, 3. Mtashangaa tu, mtaona hapo. Yaani hata kama ni mwenza wake asimwambie,
rafiki usimwambie mtu yoyote, kwa sababu unaweza ukasema nimemwambia rafiki yangu, lakini yule rafiki yake na yeye ana rafiki yake naye akamtonya, au baada ya kuja TAKUKURU sasa ameenda kwenye uchunguzi katika ile eneo husika, yule rafiki yake anaanza hii ndio ile taarifa fulani aliyoipeleka TAKUKURU. Kwa hiyo inaweza ikamletea yule mtoa taarifa wetu au shahidi yetu watu kumchukia au kufanya jambo lolote baya dhidi yake. Lakini pia kuhifadhi jina la mtoa taarifa au shahidi. Sisi kwetu sisi huwa tunahifadhi, na hata kwenye mashauri ukifika mahakamani uweze kukuta kwamba taarifa hii imepokea kutoka kwa Neema, kama nilikuwa nimesema awali, tunaficha jina lake au tunamficha yeye asijulikane kama ni yeye aliyetoa hiyo taarifa. Lakini sasa kuna swala lingine la ulinzi binafsi. Ulinzi binafsi unafanywa na wewe shahidi au mtoa taarifa. Kama nilivyokuwa nimesema, usije ukaja TAKUKURU ukatoa taarifa ukaanza kujigamba. Kushawahi kutokea sehemu fulani tukawa tuna mtoa taarifa wetu. Yeye alikuwa akija kutoa taarifa TAKUKURU, kwanza kabla ya kuja, mfano kama anakuja leo asubuhi, jana aliwaambia marafiki zake kesho naenda TAKUKURU, naenda kutoa taarifa ya jambo 1 2 3. Sasa akiwa njiani automatically anaanza tena kuchati na wenzake, na aenda leo TAKUKURU. Akirudi kutoka TAKUKURU, huko nako akirudi kwake yeye anaanza kujigamba, mtaona tu TAKUKURU hapa, watakuja hapa kijijini kufanya tulia 1 2 3. Na sisi tukienda, yule mtu alikuwa anaongozana na sisi kia tunapoenda. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hata ile namna tulikuwa tunatafuta namna ya kumlinda au kumficha asijulikane, yeye alikuwa anajitambulisha yeye mwenyewe. Mwisho wa siku kilimletea madhara, kwa sababu alikuwa na mgahawa, wananchi wakaanza kwenda kwenye mgahawa wake kwa sababu wasema huyu jamaa anaongea sana, sisi akatupeleka TAKUKURU. Kwa hiyo tunachokiomba sisi wananchi, tunapoambiwa kwamba tusiseme kile ambacho umekitamka TAKUKURU au shahidi uliotoa, tunamaanisha kwamba tusikujetengenezee mgogoro kati yako wewe na wananchi au mazingira unayoishi. Lakini swala lingine ni kutoa adhabu kwa mtu ambaye anamdhuru shahidi au mtoa taarifa. Hapa ni kosa la jinai kwa mtuhumiwa kumdhuru mtu ambaye anaaminika ameweza kutoa taarifa TAKUKURU au ni shahidi na kumsababishia hasara au uharibifu wowote, iwe kwake yeye mwenyewe kwenye mali zake au familia yake, au kusababisha hata vitisho au kumbughudhi. Yote haya ni kosa, na mtu akifanya hivyo anaweza akapigwa faini. Kama uchunguzi ukafanyika, akifikishwa mahakamani akalipishwa faini ya shilingi 500,000 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja, au adhabu zote mbili kwa pamoja, kifungo pamoja na faini. Kwa hiyo tunachowaomba, hata kama wewe umehisi kwamba taarifa hii aliitoa mtu fulani, usijichukulie tu hatua mkononi au sheria mkononi. Fika katika mamlaka husika useme kwamba basi kana mimi nilionewa. Kumbe wewe unaweza kadhani kwamba ni Neema aliyetoa taarifa, kwamba mimi ndio nimetoa taarifa hii, kumbe hata sio Neema ambaye unamdhania. Kwa hiyo tusijichukulie hatua mkononi, na nichukue nafasi hii kutoa wito na kuwaomba wananchi wasinyamaze wanapoona taarifa za vitendo vya rushwa au wanapoombwa rushwa, kwa sababu mapambano dhidi ya rushwa sio ya TAKUKURU peke yake. TAKUKURU tunayo kauli mbiu inayosema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Wewe mwananchi, timiza wajibu wako wa kutoa taarifa, na sisi TAKUKURU tutaifanyia kazi. Lakini pale ambapo utatakiwa kuja kutoa ushahidi mahakamani au hata wakati wa uchunguzi, fika tufanya hivyo. Kwa pamoja tutawezesha kuiokoa nchi yetu Tanzania na kuokoa rasilimali tulizonazo, kwa sababu mmoja akinyamaza mwingine akapambana, hatuwezi kufika mbali. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza Watanzania. Mwaka jana kulifanyika uchunguzi na lile shirika la Transparency International. Walifanya utafiti kuangalia hali ya rushwa katika nchi 10 za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wakabaini baada ya utafiti wao Tanzania ni nchi ya pili kwa kuwa na kiwango kidogo cha rushwa kulinganisha na nchi nyingine. Nchi ya kwanza ambayo ilikuwa na kiwango kidogo zaidi cha rushwa ilikuwa ni Botswana, na nchi ya pili ilikuwa na kiwango kidogo zaidi cha rushwa ni Tanzania, na baada hapo inafuatia nchi nyingine. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba
Watanzania ile hali ya rushwa tuliokuwa nayo huko nyuma inazidi kupungua. Na inapungua kwa namna gani? Ni wao au nyinyi wananchi kupambana na vitendo vya rushwa na kuviibua pale ambapo unaona jambo linatondeka, au hata kama huna uelewa kwamba hii ni rushwa, wewe tupigie simu sisi TAKUKURU au andika barua. Sisi tuko tayari kuja kutoa elimu katika maeneo tofauti tofauti. Namba zetu za simu ni 113, ni simu ya bure, au unaweza kutuma message *113 leli, unatuma message. Ukiona simu iko busy au pia unaweza kutuma tu message, lakini pia niache namba ya kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Tabora. Namba yake ya simu ni 0738 150 218. Nitairudia 0738 150 218. Hiyo ni namba ya kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Tabora. Ukiona iko busy, wewe tuma tu message kwamba wewe ni mwananchi wa wapi, taarifa yako ni ipi, na baada ya hapo naamini anaweza akakupigia ili kupata ufafanuzi zaidi. Karibuni sana TAKUKURU, na huu ni mwaka wa uchaguzi. Naamini tutapata tena nafasi ya kuja tena hapa kuongea kuhusu uchaguzi ili wananchi waweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi kuhusiana na uchaguzi. Ipo namna ya kumlinda mtoa taarifa au shahidi ambaye amedhulika kwa namna moja ama nyingine. Mfano, kama ni mtumishi wa umma anahamishwa kitengo kutoka eneo alilokuwa anafanya mkoa fulani, mkoa wa Tabora, atapelekwa mkoa mwingine ambao kule hawatakuwa wanajua chochote kuhusiana na huku. Lakini pia mtu anaweza akahamishwa makazi. Kama ni mwanafunzi anaweza akahamishwa hata shule. Yote hayo ni kumsaidia yule mwananchi asiweze kudhuliwa au kupata bugudha yoyote au vitisho vyovyote kutoka kwa wale ambao wanamtuhumu. Lakini pia kwa huyo anayefanya hivyo, sheria itachukua mkondo wake, atafikishwa mahakamani. Kama nilivyosema awali, anaweza akafungwa kifungo cha kisichozidi mwaka mmoja, au faini ya Laki 5, au vyote viwili kwa pamoja.